katika kile kinachoonekana kuwa moja ya mashambulizi mabaya zaidi tangu vita ya Ukraini ianze mnamo Februari mwaka 2022. Urusi imefanya mashambulizi makubwa katika mkoa wa Lviv, magharibi mwa Ukraini, ikiharibu vibaya miundombinu ya nishati na kusababisha vifo vya watu 5. Tukio hili limeamsha hofu mpya kuhusu mustakabali wa Ukraini kuelekea majira ya baridi, wakati taifa hilo likiendelea kupambana na adui mwenye nguvu kubwa kijeshi. Mashambulizi hayo yaliyotokea usiku wa Jumapili yalilenga maeneo kadhaa ya viwanda na vituo vya kuzalisha umeme, kwa mujibu wa taarifa kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani ya Ukraini. Zaidi ya makombora 550 yalirushwa na Urusi na kutumia makombora ya masafa marefu na ndege zisizo na rubani, drones, katika mashambulizi yaliyosambaa katika Lviv, Kharkiv, Odessa na Zaporizhia. Maafisa wa usalama wamesema ni mashambulizi makubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa katika eneo hilo tangu vita vilipoanza. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa tamko kali akilaani mashambulizi hayo, akisema kuwa Urusi sasa inalenga miundombinu ya kiraia, hasa mitambo ya kuzalisha na kusafirisha umeme na gesi. Urusi inaelekea moja kwa moja kuwadhoofisha raia wetu kabla ya majira ya baridi, alisema Zelensky katika hotuba yake ya kila siku. Aliongeza kuwa jamii ya kimataifa imeonyesha mwitikio ambao ni hafifu kwa mashambulizi haya, akimaanisha kuwa hakuna hatua madhubuti zilizochukuliwa kuwawajibisha waliohusika na kuzuia mashambulizi zaidi. Kufuatia mashambulizi hayo, umeme umekatika kwa zaidi ya watu 110,000 katika mikoa mbalimbali ya Ukraini, huku Zaporizhia ikiwa miongoni mwa maeneo yaliyoathirika vibaya zaidi. Timu za uokoaji zimekuwa zikifanya kazi usiku na mchana kuzima ndoto na kuondoa vifusi katika majengo yaliyoharibiwa. Wachambuzi wa masuala ya kijeshi wanaona mashambulizi haya kama mkakati wa kisaikolojia wa Urusi wenye lengo la kuvunja morali ya wananchi wa Ukraini kabla ya baridi kali kuanza. Kwa miaka 2 mfululizo, Urusi imekuwa ikitumia miezi ya baridi kulenga mitambo ya umeme na gesi ili kuifanya Ukraini iwe katika hali ngumu ya kiuchumi na kijamii. Kwa kuharibu vyanzo vya nishati, Moscow inatarajia kusababisha giza, baridi na hofu, mambo ambayo yanaweza kupunguza uwezo wa Ukraini kuendelea na mapambano ya kijeshi. Wakati hayo yakijiri, Rais wa Marekani Donald Trump ametoa kauli iliyozua mjadala mkubwa ulimwenguni. Ameunga mkono pendekezo la Rais wa Urusi Vladimir Putin kuhusu kudumisha mipaka ya matumizi ya silaha za nyuklia chini ya mkataba wa New START wa mwaka 2010. Trump alisema pendekezo hilo ni wazo zuri, akisisitiza kuwa usalama wa dunia unahitaji busara kuliko vitisho. Kwa upande wake, Putin alisema Urusi iko tayari kuendelea kuheshimu makubaliano hayo iwapo Marekani pia itafuata masharti sawa. Mkataba wa New START ambao unadhibiti idadi ya silaha za nyuklia zinazoweza kutumika na mataifa haya mawili makubwa unaotarajiwa kumalizika mwezi Februari. Ikiwa Marekani na Urusi zitakubaliana kurefusha, hiyo itakuwa ni ishara ya nadra ya ushirikiano kati ya mataifa haya mawili ambayo yamekuwa na mvuto mkubwa tangu kuanza kwa vita vya Ukraini. Hii ni BMTV Tanzania. Mimi ni Baraka Peter. Kwaheri kwa sasa, hadi wakati mwingine.